Nguvu zake ndizo nasimama, kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama. Yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitasimama, kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama. Itwa hukumuni, rohoni nina amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Itwa hukumuni, rohoni nina amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, kwake Yesu nasimama, ndiye tuombe. Baba mwenyezi na mwenye rehema, kubali kusikia maombi yetu, utubariki kupitia kwa neno lako. Nena pamoja na kila mmoja wetu, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuketi chini tafadhali. Wakristo wote ambao tumekusanyika hapa, mniruhusu ni wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Amen. Hii dunia, swali kubwa ambaye ni vyema ujiulize: nani ni mkuu duniani na nani ni mfalme? Wakati mwingi kuna watu wamesema pesa ni mfalme, money is the king. Lakini ukweli wa mambo ni ya kwamba pesa inaweza kununua kitanda, lakini pesa haiwezi kununua usingizi. Pesa inaweza kukupeleka popote, lakini pesa haiwezi kukufikisha mbinguni. Je, nani ni mfalme na nani anatawala ulimwengu wote? Dada, nikuambie, kumekuwa na watu wakubwa ulimwenguni. Watu walidhania hawa wangedumu. Kulikuwa na mtu anaitwa Adolf Hitler. Yeye alikuwa mtu mkubwa ulimwenguni huu sana. Tena aliangamiza Wayahudi milioni 6. Hata ilisemekana aliteka dunia nzima kwa masaa. Lakini mwishoe alijiua kwa kumeza dawa. Je, nani ni mkubwa na nani ni mfalme? Sio fedha, sio viongozi wa ulimwengu huu. Leo nakuuliza, nani ni mfalme kwa maisha yako? Je, ni mwanadamu ama ni Mungu?
Leo somo letu ambao tumesomewa kwa Zaburi ni Zaburi ya 99. Zaburi ya 99 iliandikwa na Daudi. Daudi aliandika zaburi ya kumfanya mfalme kutawala, kumwimbia yule mfalme ambaye anatawala. Yeye ni Mungu. Na sisi kama Waanglikana tunajua leo ni Jumapili baada ya kupaa. Mfalme wetu yeye alitawala na akarudi kukaa kitini cha enzi. Jina lake ni Yesu Kristo. Kama unapitia changamoto, nataka nikwambie mwanadamu, hakuna mwanadamu ambaye anatawala. Kama unapitia kwa shida, hakuna yule ambaye anatawala. Yule ambaye anatawala, jina lake ni Yesu Kristo. Zaburi ya 99 iliimbwa kwa ajili ya mfalme ambaye anaishi na kutawala. Leo nataka kusema mfalme ni Bwana. Je, mfalme ana sifa gani? Leo nataka niangalie sifa 3 za mfalme. Jambo la kwanza, mfalme yeye ni muumbaji. He is the creator. Mfalme wetu ni muumbaji. Na kwa sababu aliumba mbingu na nchi, akaumba dunia na vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Kwa sababu yeye ni mfalme na ni muumbaji, hakuna neno lisilowezekana kwake. Haijalishi chenye napitia, ninajua niko na mfalme. Yeye kwa sababu aliumba mbingu, anakaa juu ya makerubi na maserafu. Yeye anakaa juu ya bahari na mito. Ninajua hakuna neno lisilowezekana kwake. Hata alifungua bahari ya Shamu, akasimamisha jua kwa siku moja. Kwa hivyo mimi najua hakuna neno lisilowezekana kwake. Kwa hivyo nakuomba, ukikaa jua uko na mfalme, yenye unapitia usivunjike moyo. Uko na mfalme, na kwa sababu aliumba mbingu na nchi, pia alikuumba, anakujua. Hakuna neno lisilowezekana kwake. Mashaka yetu yote tutampelekea. Tunaye mfalme ambaye ni muumbaji. Hii dunia vile iliumbwa kwa ustadi, kutokea mabahari na mito hata bahari ambapo ni pa kushangaza. Lakini usisahau tunaye mfalme ambaye ni muumbaji. Tena nakwambia hakuna neno lisilowezekana kwake. Mimi nikiishi na wewe ukiishi, tambua uko na mfalme ambaye ni muumbaji. Unasema ya kwamba kulikuwa na mama alikuwa akiishi na watoto wake. Walikuwa akikaa pamoja. Mzee alikuwa amefariki. Wezi wa zamani walikuwa analog, si digital kama sasa. Wezi wa zamani walikuwa wakibebanga jembe, tarimbo, sururu, panga, na wakati mwingi walikuwa wakivamia watu usiku. Kwa hivyo huyu mama alienda kwa bank kutoa pesa kidogo, lakini alifuatana na mwingine ambaye alitoa 30,000. Yeye alitoa tu shilingi 300 peke yake. Alikuwa mama mjane, hana fedha. Wezi wakamistake, wakafikiri ya kwamba mwenye alitoa shilingi 3,000 ni huyu mama. Kwa hivyo baada ya kutoka kwa bank wakamfuata. Wezi wa analog wa zamani wakamfuata, wakatembea naye, wakaangalia kwake, na walikuwa na hesabu ya kwamba wakati watoto watafungua mlango na waende wacheze, watakimbia na kujificha kwa ceiling board, na ikifika usiku watamvamia, wamtendee maovu.
na mwishowe waende na fedha. Kitu ambacho hawakujua ni ya kwamba huyu mama na watoto wake walikuwa na mfalme. Jina lake ni Yesu Kristo. Basi wakati watoto walicheza, wakafungua mlango wa jamaa na silaha zao, jembe pamoja na tarimbo na sururu, wakapanda kwa ceiling board. Na nakwambia ilikuwa kazi ngumu kuiba zamani. Jua yote ikawachoma, na unajua katikati ya mabati na ceiling board ni joto ya kutosha. Lakini wakavumilia. Hivyo walivumilia, hawakujua huyu mama anaye mfalme muumbaji, anaona vitu vyote. Ilipofika jioni kabla wajalala, ikafika zamu ya mtoto mdogo kuomba. Yeye akafunga macho na akasema, Baba Mwenyezi, Mungu ishie na kutawala pia na kumiliki vitu vyote, wewe ni muumbaji. Ulimchukua baba yetu, lakini tunajua wewe unatulinda. Hii maombi ilikuwa inaenda mbinguni, lakini unajua inapitia kwa ceiling board, ndio? Sasa kuna watu wanasikia maombi hii. Mungu tukinge, hata kuna wengine ni wezi, wanapanga maovu, Mungu waokoe. Wakaanza kuongeleshana. Mmoja akaambia mwingine, wewe bado uko na roho ya kuibia hala. Huyu mwingine akasema, tukiiba hii tutakufa kabisa. Hii ameongelesha Mungu ambaye ni mfalme. Hena tuibe. Hatutaiba. Mwingine akasema, wacha ifike usiku, hata tutaki kusitua watoto kwa sababu anaye mfalme. Ngombe huyu mama atupatie fair na hatutarudi kuiba, twende mashinani na hatutarudi tena. Nataka nikwambie, ilipofika saa 6 usiku, mama alikuwa akilala, akasikia watu wanamwambia, amka mama. Akashtuka, mnataka nini? Chukueni yote. Akasema, hatutachukua chochote, unaye mfalme. Sisi tumekuja hapa na mfalme ametukuza, tusaidie tu fair shilingi 5 turudi nyumbani, hatutarudi hapa tena. Kwa nini hatutarudi tena? Ni kwa sababu hapa kuna mfalme. Penye unaenda unaye mfalme. Ukiwa katika kazi yako unaye mfalme. Hata kazini na shambani tuko na mfalme. Hata aliumba mbingu na nchi, pia yeye analete mvua. Hakuna neno lisilowezekana kwake. Anafungua njia hata pahali ambapo hakuna njia. Anakinga na kulinda wamama na wazee. Neno moja nataka kusema, mfalme ambaye tunaye ni muumbaji. Kitu cha pili, mfalme ambaye tuko naye ana serikali. Yeye ana serikali yake. Kuna serikali za dunia hii ambazo ziko mingi. Kuna serikali za dunia hii ambazo tunazijua. Lakini kuna serikali ya Bwana Yesu. Serikali hii ina haki kwa kila mtu. Haibagui mwenye ako naye na mwenye hana. Inapokea watu wote. Anasema yote ambaye anakuja kwangu sitamtupa nje kamwe. Serikali yake inapokea wewe pamoja na mimi. Haijalishi, tunapokelewa wote kwa haki. Ninaomba kila wakati niwe chini ya serikali ya Bwana, bali napokea watu wote kwa haki. Haijalishi natoka wapi. Siku moja nilikuwa nina distribute chakula. Tulikuwa tunapeana chakula kwa waathiriwa wa post election violence 08. Nilikuwa parokia moja inaitwa Kiminini. Kanisa inaitwa Sekelu. Na watoto ambao watu ambao wakimbizi wa ndani kwa ndani ambao tulikuwa tukiwapa chakula walikuwa wamekusanyika kwa shule. Mmoja akaniambia, mchungaji, acha nikwambie, iko watu wabaya. Hata nikipata mmoja wao naweza kumwangamiza. Nikamwambia, watu gani hao? Anasema, hao watu walinipiga, wakachukua mali yangu, wakafanya vitu hivi vyote. Hao watu ni wabaya sana. Nikamwambia, watu ni watu gani? Akaniambia, ni hii jamii inaitwa Wasabot, mimi ni mmoja wao. Nikamwambia, hata padri ambaye anaongea nawe ni Msabot. Akasema, hapana, si maanishi wewe, na maanisha
wale wenye wako huko juu milimani. Nikaona kama huyo jamaa aliniangalia, aliniona vibaya. Lakini Mungu alinipokea na yeye akanipokea kwa haki. Anapokea watu wote licha ya kabila, tabia na misingi. Serikali yake ni ya haki. Kitu cha pili, serikali yake inahifadhi watu wote. Bila Mungu kila kitu itavunjika. Ndoa zitavunjika, serikali zitakwisha, amani haitakuwa. Naomba Mungu utambue serikali yake ndio inahifadhi kila kitu. Without God, everything falls apart. Bila Mungu hakuna kitu kitasimama. Naomba kama uko pahali ambapo pamevunjika, itadai serikali ya Bwana irekebishe kila kitu na kutengeneza katika jina la Yesu Kristo. Kama mahusiano na watoto na jamii imevunjika, kwa serikali ya Bwana ndio mambo yote inahifadhiwa. Naomba Mungu ahifadhi chenye uko naye kupitia kwa serikali yake. Tunasema God's providence through his government. Yeye preserves everything, anahifadhi kila kitu. Naomba kuhifadhi katika ndoa yako, akuhifadhi katika biashara yako. Tunahitaji serikali ya Mungu kwa kila kitu ambacho tunafanya, ili kwa neema yake atuhifadhi. Jambo la tatu, katika serikali yake tunaomba atufungulie njia. Tunasemanga, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Katika ufalme wa mfalme, tupe chakula chetu cha kila siku. Ninaomba Mungu atufungulie njia. Mungu kila wakati anakutana na mahitaji ya watu. Kwa neema yako akutane na mahitaji yako. Akufungulie njia kwa kila jambo. Saa zingine kuna jambo limekusumbua, kwa neema ya Mungu akuhifadhi, akupe chenye unahitaji sawa sawa na mapenzi yake. Jambo la tatu, serikali ya Mungu. Mungu ambaye ni mfalme ana uhusiano na watu wake. Jambo la kwanza, ametaja watu watatu katika Zaburi hii. Yeye ametaja Samueli. Ya pili ametaja Musa na akataja Haruni. Wote walikuwa na changamoto. Musa hakutaka kwenda. Hata wakati mwingine akakasirika, akatupa vitu. Na hata akaambiwa hata ingia Kanaani. Haruni yeye akajenga sanamu. Akatengeneza sanamu. Samueli yeye akaachilia watoto wake wakatumia vibaya madhabahu. Lakini mfalme anataka kuwa na uhusiano na kila mmoja wetu. Saa zingine wewe ni kama Musa, ulilalamika, ukasema mimi siwezi kuzungumza. Saa zingine ukawa kama Haruni, ukatengeneza sanamu. Sanamu ni chochote ambacho kinachukua nafasi ya Mungu kwa maisha yetu. Saa zingine ukatengeneza sanamu. Hata saa zingine kama Samueli, kwa watoto huku warekebisha. Lakini Mungu anataka kuwa na uhusiano na sisi. Jambo la kwanza, Mungu akiwa na uhusiano na sisi ni kwa neema. Neema ni chenye hatustahili. Naomba neema ya Mungu iwe juu yetu. Tupokee msamaha wa dhambi. Atubadilishe. Pili ni kwa rehema. Uhusiano na Mungu sio kwa neema tu peke yake, ni kwa rehema. Anatuondolea chenye tulistahili. Neema anatupa chenye hatustahili. Rehema anatuondolea chenye tulistahili. Jambo la tatu, katika uhusiano na Mungu anajibu maombi. Alijibu maombi, Samueli akazaliwa. Akajibu maombi, Samueli akamhudumia. Alijibu maombi ya Abrahamu, na Abrahamu njia, na Musa njia ikafunguka kwa bahari ya Shamu. Akajibu maombi ya Haruni, kwa fimbo yake maua ikamea. Ninaomba Mungu akuwe pamoja nawe kwa rehema, kwa neema na kwa kujibu maombi.
Saa zingine kuna jambo linakusumbua, kwa neema ya Mungu akujibu maombi. Nataka niombe pamoja nawe nikimalizia. Saa zingine umekuwa ukisumbuka, usisahau kunaye mfalme ambaye ni muumbaji. Naye mfalme ambaye ana serikali, naye mfalme ambaye ana uhusiano na kila mmoja wetu. Kama unahisi niombe pamoja nawe, simama pahali ambapo tu uko, na kwa neema ya Mungu nitaomba pamoja nawe. Na tuombe. Baba mwenyezi na mwenye rehema, watumishi wako wamesimama kuitikia wito wako. Baba mwema, tunaye mfalme, hakuna neno lisilowezekana kwake. Tembelea wapendwa hawa, waguze. Wale ambao ni wadhaifu wape uponyaji, wale ambao wamesumbuka uwafungulie njia. Wewe ni muumbaji. Wewe pia Baba mwema una serikali ya haki. Una serikali ambaye inahifadhi mahusiano ambaye ilikuwa yamesumbuka. Baba mwema, pia wewe serikali yako unapeana. Fungulia njia wale ambao wamekosa njia na namna. Na pia Baba mwenyezi, tupe neema, rehema. Pia jibu maombi yetu. Tufungulie njia katika kazi, katika jamii na kwa shughuli zetu. Tenda